yatakusaidia kuweza kushinda majaribu. Jambo la kwanza, lazima ujue wewe ni nani. Haleluya. Ili ushinde jaribu unalopitia, natamani usikilize kwa makini sana, kwa sababu na muda mchache au vitu viko vingi. Ili uweze kushinda majaribu, jambo la kwanza, lazima ujue wewe ni nani. Mwambie ndugu yako, lazima ujue wewe ni nani. Mwambie kwa nguvu asikie, lazima ujue wewe ni nani. Sikiliza, kuna wakati tunachoka, tunakata tamaa, ni kwa sababu hatujajua sisi ni kina nani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma Ayubu 42 anasema, Mungu, ninajua unaweza kufanya mambo yote na mapenzi yako hayawezi kuzuiliwa. Yaani katika yote Ayubu aliyopitia, akasema, Mungu, japokuwa ninapitia haya, lakini Mungu wangu nitashojua kwamba hichi kimoja, Mungu unaweza kufanya mambo yote na mapenzi yako juu ya maisha yangu lazima yatimie. Hakuna kitakachozuia mapenzi yako. Ayubu alikuwa anajua yeye ni nani. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wanajua wenyewe ni kina nani? Hapo kidogo kuna shida. Wengine hajui hata yeye ni nani. Yaani kuna mwingine hajui yeye ni nani na hajui Mungu amemkusudia nini. Yaani mpaka sasa hivi kama haujui ni nani na haujui Mungu aliyoandaa mbele yako, hilo ni tatizo. Mwambie ndugu yako, hilo ni tatizo. Hilo ni tatizo. Anasema kwamba Mungu atawabariki katika baraka zote katika ulimwengu wa roho. Mwambie umebarikiwa. Mwambie umebarikiwa. Kwa hiyo mwanangu, lazima ujue wewe ni nani. Kwa nini ujue ni nani? Ukijua ni nani itakupa nguvu ya kusonga mbele. Ukijua ni nani itakupa nguvu, kwa sababu ukijua ni nani, Mungu ana tabia moja. Mungu ana tabia ya kulinda kusudi lake liweze kutimia. Na kama Mungu analinda kusudi lake liweze kutimia, hata kama unapitia kitu gani mwanangu, hautokufa bali utaishi. Na lazima jaribu ushinde na umuone Mungu. Mwisho wa siku lazima ufike kule Mungu anapotaka wewe uende. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hayo hayawezi kutokea kabla haujajijua kwanza wewe ni nani. Lazima ujijue wewe ni nani katika ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unakumbuka wakati wa Yesu alipokuwa jangwani pale? Nisomee kitabu cha haraka mwenye nani, Luka 4:2, Luka 4:3. Nisomea haraka. Luka sura 4 mstari wa 3. Wanafunzi Biblia, soma haraka. Mungu linasema, Ibilisi akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, niambie jiwe hili liwe mkate. Bwana Yesu asifiwe. Shetani anamwambia Yesu, eti ikiwa wewe mwana wa Mungu, niambie jiwe hili liwe mkate. Hivi swali la kwanza, Shetani hajui kama Yesu mwana wa Mungu? Mwanangu ananisaidia hapa. Mpigeni makofi. Anasema hamna, anajua. Sasa Shetani anamwambia Yesu kwamba ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, geuza mkate ili jiwe liwe mkate. Kuna wakati lazima ujue ni nani, ili Shetani asikubabaishe. Bwana Yesu asifiwe. Nini cha kujifunza? Yesu akamwambia mtu hatoishi kwa mkate, ila kwa kila neno kutoka kwa Mungu, kwa sababu Yesu anajua ni mwana wa Mungu. Yesu hakuhitaji kujitetea kama mimi ni mwana wa Mungu, kwa sababu Yesu tayari ni mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu hakuhitaji kujitetea. Labda Shetani, mimi wewe unajua kama Shetani mimi ni mwana wa Mungu? Haujui. Kwani Yesu alisema hivyo? Hakusema. Akamwambia Shetani, mtu hatoishi kwa mkate, ila kwa kila neno litokalo kinywani cha Baba yangu. Lazima ujue wewe ni nani. Shetani asikuyumbishe. Shetani asikufanye ujione kama wewe hauwezi. Shetani asikufanye ujione kama wewe ndio umeshindwa. Asikufanye ujione kama ndio mwisho wako wewe. Adui asikufanye, unajua Shetani ana tabia moja, anapenda sana kuwafanya watu wajione wenyewe wadogo, wajione ni wanyonge. Unakumbuka wale wapelelezi walipotumwa katika ile nchi ya Kanaani? Unakumbuka? Walienda kule wakaona mijitu mikubwa, wakasema I say ile mijitu, yani tumeenda kwetu tukajiona sisi kama panzi. Aliyoambia wenyewe ni panzi nani? Kuna wakati unajiona panzi wakati wewe sio panzi. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ujijue wewe ni nani, na ujue Mungu wako ni nani, na ujue Mungu wako ana nguvu gani, na ujue wewe mbele za Mungu una nafasi gani. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wimbo wanasema wewe ni baba, mimi ni mwana,
ninadumu kwenye pendo lako, si ndio? Kwamba wewe ni Mungu, mimi ni mwana wako. Kwa hiyo hajalishi nakutana na changamoto gani, lakini leo mimi ni mwana wa Mungu na wewe Mungu sio Mungu wangu, ila wewe ni baba yangu. Unajua kuna tofauti ya Mungu wangu na baba yangu, vitu tofauti. Wewe ni baba yangu, ndio maana tunasema baba yetu uliye mbinguni. Tuko pamoja? Tuko pamoja wanangu? Lazima ujijue wewe ni nani. Yaani shetani asikufanye ujione wewe mnyonge. Shetani asikudanganye ukaanza kujiona kama mwanangu wewe umeshindwa, yani kama hapo ndio mwisho kabisa. Sikiliza, aliyekwambia mwisho wa maisha ni hapo ulipofika ni nani? Aliyekwambia kama wewe utaishia hivyo hivyo ni nani? Maandiko yanasema humuinua mnyonge kutoka chini na kumpandisha, kumketisha pamoja na wakuu. Kwa hiyo hata kama wewe ni mnyonge sana, majira atafika, Mungu atakuinua, atakupandisha, atauketisha pamoja na wakuu. Kwa hiyo acha kuichukulia kwa kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Usijichukulie kwa kawaida. Hata kama wewe ni mnyonge, lakini saa itafika Mungu atakustahilisha. Hata kama hauna kitu, saa itafika Mungu atakupa kitu. Hata kama hauna jina, saa itafika Mungu atakupa majina. Sikiliza, sio hao waliokuwa na majina walikuwa hivyo. Kuna wakati inawezekana hata watu hawakujua kama wanaishi katika dunia hii, lakini saa ilipofika dunia ikawajua. Bwana Yesu asifiwe. Jitambue ni nani mbele za Mungu. Mwambie shetani, shetani, mwambie shetani, shetani, uko ulipo unasikia, usinichukulie kawaida. Mimi ni mwana wa Mungu. Mimi ni mwana wa kifalme. Pigie Bwana Yesu makofi. Sema mimi ni mwana wa kifalme. Haleluya. Kwa hiyo lazima mwanangu ujue kama wewe ni nani. Cha pili, lazima utambue ahadi za Mungu juu ya maisha yako ni nini. Amina. Yaani kuna vitu ambavyo mwanangu ukivijua, shetani hatakusumbua. Na hata upite katika jaribu gani, haitokupa shida. Hata kama leo unaamka hujui kama utakula, hujui itakuwaje, hujui kesho itakuwaje, hujui kama ni mwanafunzi, hujui hadi italipwaje, yaani uelewi lolote lile. Ukijua wewe ni nani na ukijua Mungu amekusudia nini kwako, ukijua ahadi za Mungu nini kwako, utaambia Mungu ahadi zako za kweli. Na ndio maana kuna wimbo unasema Yesu, Yesu namwamini, nimemwona thabiti. Tuimbe wote. Yesu, Yesu yu thamani, ahadi zake kwa nguvu. Hey, Yesu, Yesu, Yesu namwamini, nimemwona thabiti. Yesu, Yesu, Yesu yu thamani, ahadi zake kwe. Najiuliza, huyu aliyetunga hii wimbo, unajua inawezekana alikuwa anapitia kipindi kigumu sana. Bwana Yesu asifiwe. Anaposema Yesu, Yesu namwamini, inawezekana kuna mazingira yalimfanya kwamba yeye asimwamini Yesu. Lakini akasema Yesu nakuamini, nimekuona thabiti. Yesu wewe ni wa thamani, ahadi zako ni za kweli. Kwa hiyo inawezekana huyu kuna mazingira alipitia magumu ambapo hajui nini kitatokea mbele yake, lakini akamwambia ahadi zake ni za kweli. Wangapi wanamkumbuka Ibrahim katika Biblia? Unamkumbuka Ibrahim? Nisomee kitabu cha hebu nisomee Warumi 4:19. Inasemaje? Neno la Mungu linasema, yeye asiyekuwa dhaifu wa imani, tusikie vizuri, alifikiri hali ya mwili wake uliokuwa umekwisha kufa. Taratibu. Kwamba Ibrahim alifikiri habari ya mwili wake umekwisha kufa, kwa sababu Ibrahim alifikia umri ambao katika hali ya kawaida huwezi kuwa na mtoto. Wangapi wanakumbuka hiyo? Sio, nakumbuka. Nisomee mpaka 21. Akiwa amekwisha kupata umri wa miaka kama 100. Miaka 100. Na hali ya kufa ya tumbo lake Sara. Kwa hiyo Ibrahim anajua kabisa kwamba yeye umri wake hawezi kuwa na mtoto, si ndio? Lakini anajua kabisa kwamba mke wake Sara tumbo lake limefanya, maandiko yanasema limekufa, si ndio?
Anajua tumbo la mke wake limekufa, kwamba halina uwezo wa kubeba mtoto, halina uwezo wa kutungisha mtoto, halina uwezo. Alijua Ibrahim. Maandiko yanasemaje? Lakini akiiona ahadi ya Mungu. Hapo hapo. Maandiko yanasemaje? Lakini nini? Akiiona ahadi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema Ibrahimu alijua kabisa kwamba yeye hawezi kuwa na mtoto, si ndio? Akajua na mke wake tumbo lake limekufa, haliwezi kubeba mtoto, lakini maandiko yanasema akijua ahadi ya Mungu. Kwa hiyo katika yote Ibrahimu alikumbuka, alikuwa akitembea na ahadi ambayo Mungu amemwahidi. Bwana Yesu asifiwe. Alafu anasemaje? Hakusita kwa kutoamini. Hakusita kwa kutoamini, bali alitiwa nguvu kwa imani. Alitiwa nguvu kwa imani, akimtukuza Mungu. Akasemaje? Akafanyaje? Akamtukuza Mungu. Japokuwa mwili wake hauwezi kuzalisha, mke wake tumbo limekufa, akaangalia ahadi, akajazwa nguvu. Anasema maandiko kwamba akamtukuza Mungu, hakunung'unika, hakusononeka, hakuumia, lakini maandiko anasema alimtukuza Mungu. Endelea. Alafu huku akijua hakika ya kuwa Mungu aweza kufanya yale aliyoahidi. Huku akijua Mungu anaweza kufanya mambo aliyoahidi. Mpigie Bwana Yesu makofi. Wangapi wameelewa? Wangapi wamesikia maandiko haya kwanza? Mmesikia wote? Mmesikia wote? Kwa hiyo katika yote aliyopitia Ibrahimu, yeye kikubwa alikuwa analindwa na ahadi. Sema analindwa na ahadi. Yeye alikuwa akiangalia ahadi. Kwa hiyo akijiangalia kwamba hawezi kufanya hicho kitu, akijiangalia mke wake hawezi kubeba mtoto, akajiangalia umri wake umeenda, hawezi kusababisha mtoto atokee, lakini maandiko yanasema Ibrahim alikuwa akiangalia ahadi. Ahadi gani hiyo? Mungu alimwambia utakuwa baba wa mataifa. Mungu alikwambia nitakupa mtoto, ahadi anayeitwa Isaka. Kwa hiyo ahadi ya Mungu ya kumpa Ibrahim Isaka, haijalishi Ibrahim amefikia umri ambao hawezi kuwa na mtoto, haijalishi tumbo la Sara limefungwa, haijalishi, ahadi ya Mungu inatimia tu. Wengine ambao hawajanielewa, ahadi ya Mungu kwako haiangalii unapitia nini, haiangalii una hela au una hela, haiangalii una elimu au una elimu, haiangalii watu wanakusema, haiangalii watu wamekutupa, haiangalii watu wamekutenga, haiangalii uko peke yako, haiangalii una mzigo mkubwa ujue unafanyaje. Ahadi ya Mungu inatimia. Bwana Yesu asifiwe. Wanangu, nataka tuamini ahadi za Mungu. Sikia, nataka uamini ahadi za Mungu siku ya leo. Hebu mshike sikio rafiki yako. Mshike sikio. Mwambie wewe rafiki yangu. Mwambie kwa nguvu asikie leo. Mwambie wewe rafiki yangu. Kuanzia leo nataka uelewe ahadi za Mungu na umwamini Mungu. Acha kuogopa, acha kusita. Mwambie ahadi za Mungu ni za kweli, naamini analosema Mungu lazima litimie na wala hakuna cha kuzuia. Mpigie Bwana Yesu makofi. Hapo unajisikiaje? Mpaka hapo unajisikiaje? Kuna kitu kimeshuka. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kuna wakati usikaa unanung'unika, unasononeka tu, Mungu sio itakuwaje. Sikiliza, unajua kuna rafiki yangu mmoja mtumishi, nakumbuka tulikuwa tunapigana naye, akaniambia, "Yule mtumishi Dani, yale yote yanayotokea kwako na yale yote ambayo kwako bado hayajatokea, mbele za Mungu yametokea." Ni past tense. Maana yake ni nini? Yale yote ambayo wewe bado hujaona kama yametokea, mbele za Mungu yameshatokea. Maana yake Mungu ameshafanya. Au kwa lugha nyingine, kazi ya Mungu imeshaisha juu ya maisha yako. Bado majira na nyakati hayo mambo kutokea. Bwana Yesu asifiwe. Yaani sikiza, Mungu ameumba kila kitu kashamaliza. Kwa hiyo hata kama ni habari ya kuwa tajiri, Mungu ashatengeneza kamaliza. Imebaki wewe kumwamini Mungu, kumtegemea Mungu, kusimama imara, kutafuta uso wa Mungu. Sikiliza, kwani maandiko yanasemaje? Mambo yale ambayo masikio hajawahi kusikia, macho hajawahi kuona, wala haujawahi kuyaweka katika mawazo ya moyo wako, lakini anasema mambo ambayo Mungu ameandaa kwa watu wanaompenda. Kwa hiyo kuna mambo ambayo Mungu ameandaa. Amen. Mwanangu, unaelewa? Mpigie Bwana Yesu makofi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna mambo ambayo Mungu ameshakuandalia. Sema ameniandalia. Sema ameniandalia. Acha kuangalia leo yako. Unajua kuna mtu mwingine akili yake imekaa kwa habari ya leo yake tu. Leo kama hajala chakula, yani hapo ndo kwisha habari yake. Yani leo anaona mambo hayaendi. Sikiliza, angalia kesho. Ibrahim aliangalia kesho kuangalia leo.
Bwana Yesu asifiwe. Sema angalia kesho. Nazungumza kwa Mungu anayeishi na Mungu ambaye nimemuona. Na Mungu ambaye ametenda mambo makubwa kwangu ambayo kwa macho yangu mpaka leo naweza nisikueleze amefanyaje, lakini amefanya. Kuna mmoja Waisraeli wasema trust in the name of the Lord. Trust in the name of Jesus. It shall be done. Yani amini jina la Yesu. Itatokea tu mwanangu. Hebu anza kufikiria ile jambo ambalo nataka. Nakupa dakika moja, hebu lifikirie ile jambo ambalo natamani litokee. Just 1 second or 5 seconds. Walifikirie. Jambo unalotamani litokee kwako. Yaani natamani hata leo litokee, hata kesho asubuhi leo limetokea. Ushaliweka tayari katika picha yako tayari? Tayari umeshaliweka. Aya, fumba macho, afu litazame. Tazama kile kitu ambacho unatarajia kitokee. Tazama kile unachotarajia kitokee. Kile unachotamani kitokee. Fumba macho afu kitazame. Alafu sema Bwana Yesu, ninakuamini. Itakwenda kutokea. Itakwenda kutokea. Sema Bwana Yesu, hichi ninachokiona katika mawazo yangu kitakwenda kutokea. Maana umesema atukuzwe Mungu awezaye kufanya mambo makubwa mno kuliko nayowaza. Kwa hiyo Mungu wangu, haya nayowaza unaenda kufanya zaidi ninavyowaza. Wangapi wanaamini hilo? Pigie Bwana Yesu makofi. Leo nina neno la ushindi kwako. Kwamba hayo unaopishana nayo yashinde. Yashinde. Natamani kila mtu nikimwangalia nimuone akiwa okay, naomba niulize swali. Hivi wangapi wameshawahi kuona mimi nikikasirika? Labda mke wangu anajua. Sio nakasirika za nyingine? Yeah. Wangapi wamewahi kuona nimekasirika? Umewahi nimekasirika? Lini? Njoo niambie lini nimekasirika. Lini nimekasirika? Kiwa nakemea mapepo. Aya, mpigie Bwana Yesu makofi. Mimi ndo tunaona anacheka na furahi tu. Si ndio? Kwa nini nafurahi? Hebu jiulize, kwa nini baba? Baba kwa nini nafurahi? Hebu uliza. Unajua kwa nini nafurahi? Mimi nimeshashinda. Nafurahi kwa sababu nimeshinda, ni majira tu. Yaani unajua kuna vitu ambavyo Mungu ameandaa kwangu muda baada ya muda. Kwa hiyo ikifika majira fulani nitavipata. Baada ya kuvipata yatakuja majira mengine nitavipata vingine tena. Na baada ya hapo atakuja majira mengine nitavipata tena. Kwa nafikiri ilikuwa rahisi kupata kiwanja, lakini nimepata. Maana Mungu alijua mwanangu kuna siku tarehe fulani utapata kiwanja eneo fulani. Na mwanangu siku fulani utanijengea madhabahu. Hebu mpigie Bwana Yesu makofi. Ndio maana haupasi kuwa na mashaka. Yaani hivyo unapofikiria Mungu ameshavitengeneza tayari. Ni swala la muda tu. Sasa kama ni swala la muda, kwa nini unapata shida? Mwambie jirani yangu mshike hivi. Mwambie wewe acha kupata shida. Mwambie muamini Mungu tu. Haleluya. Wangapi wameelewa? Hiyo imeingia vizuri kichwani. Hiyo imekaa vizuri. Imekaa vizuri. Nataka kanisa la Peniel watu nikiwaona wanangu wana nyuso za kuchangamka. Kwa sababu Mungu wakati anazungumza mimi katika kabla sasa sianza huduma, yema mwanangu, watakao kuja katika madhabahu hii ya Peniel hawatakuwa kama walivyokuwa. Na labda nikwambie siku wakati Mungu anazungumza na mimi jina la Peniel House of Fellowship. Nilikuwa ofisini natafakari, Mungu nakwenda kuanza huduma, lakini kanisa niliita jina gani? Mungu akaniambia mwanangu liite Peniel. Akaniambia kanipea katika kitabu cha Mwanzo, si ndio? Mwanzo. I think 32:38. Pale Yakobo alipokutana na malaika akambadilisha jina. Wewe kuanzia leo hautaitwa Yakobo, utaitwa Israeli. Mungu akanipeleka pale, mwanangu jina litaitwa Peniel. Hata nimerudi nyumbani. Mke wangu, Mungu amesema naye kuhusu kanisa la Badana. Nimekaa nimefikiria, ananiambia mke wangu, nimekaa nimefikiria habari za Yakobo, Mungu alivyombadilisha jina kutoka Yakobo kwenda Israeli, nikasema raba shakata. Alafu Mungu akaniambia mwanangu, kila atakayekuja hatakuwa kama alivyokuwa. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niulize, kwani Mungu ni uongo? Wewe kanyaga hapa, hebu jiangalie. Uliyekanyaga madhabahu hii, hautakuwa kama ulivyokuwa.
Ni swala la muda tu. Nakwambia ni swala la muda tu. Kwa sababu kuna wengine washamuona Mungu tayari na bado wanaendelea kumuona Mungu. Amen. Kuna wengine hawakuwa hivi. Au nianze kutoa shuhuda ni wasogete mbele. Yaani kuna wengine hapa ukichukua picha zao wakati siku ya kwanza tunafungua huduma, waangalie na leo. Kevin mwanangu, uko vizuri? Usimuone Kevin anakaa anacheza ana swing. Huwezi jua Mungu amefanya nini kwake. Huwezi jua. Mungu anajua Mungu alipomtoa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo kadri siku unavyozidi kwenda Mungu anazidi kubadilisha watu. Mungu anafanya kwa huyu. Mfano mrahisi mamangu. Unakumbuka sio kwanza tulipokutana mimi na wewe? Mungu ajabu sana. Yesu unajua ni mzuri sana. Au jana mwanangu ulifanya hivyo? Au mama yangu, sasa hivi mama akimwangalia na sura yake inapendeza kabisa, anang'ara. Hebu muangalie. Anaonekana beautiful kabisa. Yaani enzi hizo nakutana naye. Yaani unaweza ukasema huyu mama ana miaka 65 sio 70. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mwanangu relax, itakwenda kutokea. Bwana Yesu asifiwe. Mpigie Bwana Yesu makofi. Haleluya. Kwa hiyo lazima ujue wewe ni nani. Amen. Sawa. Tutakwenda kuomba. Najisikia tu niendelee kupreach. Najisikia niendelee tu kuhubiri. Haleluya. Yaani Mungu